Kwa hiki kitu ambacho Ahmed Ally amekizungumza, kuna uwezekano mkubwa wa dabi kutochezwa. Kuna uwezekano mkubwa wa dabi ya Kariakoo kuahirishwa. Tarehe 3 mwezi wa 5 dabi haitakuwepo. Simba hawezi kufika uwanjani. Simba hawatafika uwanjani. Timu ya Simba, uongozi wa Simba, mashabiki wa Simba wameshaingia ubaridi kwa kile kiwango ambacho Yanga imekuwa ikikionyesha. Tayari viongozi wa Simba wameingia ubaridi. Mwanzo walikuwa wakijiamini kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba timu ya Yanga kwa sasa ni mbovu, pale ambapo Yanga aliweza kupata sare takriban mara 3 mfululizo. Lakini kwa sasa wameshaingia joto. Miili imeshakuwa na joto bwana, wanaogopa sana kucheza na timu ya Yanga kwa sababu Yanga ile ya misimu minne imerudi. Yanga ya kampa tena imeweza kurudi chini ya kocha Moalin. Moalin kiufupi ameweza kuibadilisha sana Yanga. Imekuwa ni timu ambayo ina flow, inacheza vizuri, na kuna baadhi ya wachezaji wazuri ambao walikuwa wanaonekana ni wabaya, hatimaye wameweza kurejea kwenye kiwango. Mtazame the Star Boy Alan Okello amerejea kwenye kiwango. Sasa msemaji wa timu ya Simba Ahmed Ally, baada ya kuona kiwango kikubwa ambacho wachezaji wa Yanga wamekuwa wakionyesha, huku wachezaji wa Simba wamekuwa wakionyesha kiwango cha hovyo, wanarukaruka, wanashindwa kufunga magoli. Ukiangalia kwenye mechi ya Fountain Gate walishindwa sana kutengeneza nafasi, japokuwa Fountain Gate ni wanyonge sana. Ingekuwa ni Yanga basi nadhani Fountain Gate wangeweza kuchapika hata gongo 7 ama 8 kwa kile ambacho Fountain Gate walikuwa wanakicheza. Tumeshuhudia kwa Mbeya City wamecheza mpira wa ajabu na hatimaye wameweza kupigwa chuma za kutosha sana. Sasa Ahmed Ally alisikika akisema hizi ni za ndani, sasa hizi hakuzisema hadharani. Hizi aliweza kusikika na baadhi ya vyanzo vyetu vimeweza kutuletea kile ambacho aliweza kusema, na baada ya video hii kumalizika nitakuwekea voice uweze kusikia mwenyewe kile kitu ambacho Ahmed Ally aliweza kukisema. Bwana Ahmed Ally aliweza kusikika akisema kwamba Yanga wamekuwa wakionga marefa, lakini pia Yanga wamekuwa wakitumia masuala mazima ya ulozi ili kuweza kushinda mechi zao. Kitu ambacho kiuhalisia ukikileta kwenye modern football, kitu ambacho kiuhalisia ukikileta kwenye mpira wa kisasa, unakuwa hauna ushahidi, na wote sisi tuna macho mawili na tunaona Yanga wanacheza mpira vizuri. Lakini sasa kwa hizi dalili ambazo amezionyesha Ahmed Ally, kuna uwezekano mkubwa sana Ahmed Ally akaenda kuwa convince mabosi zake, akaenda kuwa convince wakina Murtaza Ali Mangungu ili wasilete timu uwanjani, kwa sababu wakileta timu uwanjani sasa hivi zinaweza zikawa gongo 7 ama zikajirudia zile gongo 5 ambazo Simba aliweza kuchapika kwa mtani wake. Timu ya Yanga iliweza kumchapa Simba gongo 5-1, goli ambalo liliweza kufungwa na Kibu Dennis Prosper, aliweza kutia chuma moja. Sasa timu ya Yanga wao hawana maneno mengi sana. Wao Yanga wametulia tu, wanahitaji timu yoyote kama Simba iweze kujichanganya ili waweze kuipelekea moto na kuichabanga goli nyingi, goli za kutosha, takriban goli 5. Ahmed Ally, mimi nakushauri kwamba waambie viongozi wako walete timu, kwa sababu masuala ya kualisha dabi sisi hatuyataki. Na of course nimeweza kupata taarifa ya kwamba uongozi wa Simba umeweza kukaa kikao kizito, na kuna uwezekano wa 99% msimu unaokuja 2026-2027 ili Simba waweze kurejesha makali yao, basi kuna uwezekano wanaweza wakamfuta kazi kocha Steve Barker, kwa sababu mifumo ya Steve Barker na wachezaji ambao wanao kiukweli havilandani kabisa. Steve Barker ana wachezaji wazuri sana, wakina Rushaine De Reuck, wakina Ismail Tuli, wakina Anicet Oura, wakina Libase Gueye. Lakini timu inavyocheza kifupi, wana Simba wenyewe hawafurahi, japokuwa kuna baadhi ya mechi timu ya Simba inashinda, lakini wana Simba wenyewe hawafurahi. Tuliweza kuona kuna mechi kati ya TRA, timu ya Simba iliweza kucheza kinyonge sana, iliweza kucheza ezifu, haitaki kupata ushindi. Lakini wakati huo ambao timu ya Simba inaboronga, ndio wakati huo timu ya Yanga wanazidi kushinda na kuenda kukaa kileleni kwa pointi nyingi zaidi. Yanga anaongoza ligi kwa takriban pointi 8, japokuwa Simba yuko nyuma mchezo mmoja. Kwa hiyo siku ya mechi 3, endapo Simba akaleta kikosi na akachabangwa, basi Yanga ataongoza ligi mbele kwa pointi 11, na hii itakuwa basi ndo msimu ushaisha kwa upande wa Simba, na Yanga atakuwa ameshaweza
kuchukua ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo na kuweza kudominate ligi ya Bongo kwa mara nyingine tena, kuweza kudominate kwa mara ya 5 mfululizo, huku Simba wenyewe wakiwa wanashangaa tu, hawatoki na chochote kuanzia msimu wa 2021 2022 mpaka 2025 2026, wanapuyanga hawapati kabisa kombe, hawapati kitu chochote kile, wanatoka nunge. Uongozi wa Simba unatakiwa kuangalia ni wapi wanapokosea, japokuwa sisi wote tunajua kwamba Simba wanakosea kwenye masuala mazima ya kuweza kusajili wachezaji wa hovyo, wachezaji kama Anicet Oura, wachezaji kama Libase Gueye, wachezaji ambao kiuhalisia ukiangalia kwa jicho la kitakwimu, kwa jicho la kimpira ni wachezaji wa kawaida sana. Sijaona utofauti wa Libase Gueye na kijana cha Sambi, wanafanana, japokuwa tu sisi wa Bongo tunapenda kuwatukuza wale wachezaji ambao wanatoka nje ya nchi kwa kuwalipa mishahara mikubwa na kuwapa nafasi ya kujitafakari pale ambapo wamekosea kuliko wachezaji wa ndani. Sasa timu ya Simba inatakiwa kujitafakari kwa sababu machi 3 wanaenda kukalia gongo za kutosha, gongo 5. Auden Depo anaweza kupiga hat-trick kwenye hiyo machi 5, anaweza kushinda goli za kutosha sana pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa Simba wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha msimu huu wanaweza kuchukua hata kombe la Azam Sport Federation Cup. Kombe la Azam Sport Federation Cup wakalichukua ili waweze kujifutia machozi, kwa sababu ni misimu mingi imepita. Simba mara ya mwisho kuchukua kombe katika misimu 4 iliyopita ameweza kuchukua kombe moja tu, na kombe lenyewe ni kombe ambalo Yanga kushiriki. Aliweza kuchukua kombe la Muungano, aliweza kumfunga Azam FC. Kama timu ya Yanga ingeweza kushiriki, kuna uwezekano mkubwa sana Simba angeshindwa kuweza kuchukua hilo kombe, na tuliweza kuona kuna msimu aliweza kuchukua ubingwa wa ngao ya jamii kwa kuweza kumfunga Yanga kwa penati. Kwa hivyo basi timu ya Simba msimu huu wanalihitaji sana kombe la Azam Sport Federation Cup ili waweze kujifutia machozi, ili waweze kujiboost kuelekea katika msimu wa 2026 2027, kwa sababu msimu huu tayari washapitwa pointi 5 na timu yao ya Simba ina mwenendo mbovu. Haonekani ya kwamba ni kama wanahitaji ubingwa, haonekani ya kwamba wanahitaji kushindwa ubingwa, wanaonekana ni watu ambao wanacheza wakiwa wamekata tamaa. Sijajua kama uongozi wa Simba unakuwa ukiwalipa vizuri wachezaji, kwa sababu wachezaji wamekuwa wakicheza kama wagonjwa. Ukiangalia kuna mechi ya Fountain Gate kipindi cha kwanza, ukiangalia kuna mechi ya Dodoma Jiji kipindi cha kwanza, kifupi wamecheza mechi ambayo ni mechi mbovu, mechi ambazo kiuhalisia hawakutakiwa kucheza kama ambavyo walikuwa wamecheza. Kiufupi msimu huu Simba kizubaa, Yanga atapita na vyote kama kawaida yake, atachukua kombe la Azam Sport Federation Cup, lakini pia atachukua kombe la ligi. Bwana, kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Richmond TZ, lakini kabla sijakuacha mpenzi mtazamaji wangu wa Bongo 9, ningependa nikuase uweze kusubscribe channel yetu ya Bongo 9 kwa kugusa alama nyekundu iliyoandikwa subscribe na kugusa hiyo alama ya kengele ili uweze kutana notification, ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo kila ambavyo tunazitoa. Bwana, ulikuwa nami Richmond TZ once again, mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya.